Sisi tulipewa kazi na kampuni ya Compassionate Carbon kwa ajili ya kuwezesha mazoezi ya kuandaa mipango shirikishi ya matumizi ya ardhi na usimamizi wa misitu katika vijiji vya Lufusi, Kizi, Mbuga, Igului na Garigai. Leo kama tulivyoandika kwenye barua, tumekuja kwa ajili ya kikao cha mrejesho kwa viongozi wa wilaya ili kurejesha namna hatua zilizofanyika katika kutekeleza mipango hiyo. Sasa mipango hii kwanza ni ya serikali, sio ya mradi. Kwa hiyo inafuata na kuzingatia sheria, sera na miongozo mbalimbali ambayo inasimamia sekta hizi za ardhi na misitu. Pamoja na hayo, tulianza na kikao cha utangulizi hapa wilayani kwa kukutana na timu ya wilaya ya uandaaji wa matumizi na usimamizi wa ardhi, lakini pia na mkurugenzi, lakini pia na wewe mheshimiwa mwenyekiti, lakini pia na mkuu wa wilaya kwa ajili ya kufahamisha zoezi yanayoenda kutokea huko vijijini. Baadaye tunaenda na kufanya vikao vya utangulizi na halmashauri za vijiji vyote, lakini pia kwa ajili ya kutekeleza ile dhana ya usimamizi shirikishi au uandaaji shirikishi wa mipango, basi tulienda kufanya mikutano ya vitongoji kwa ajili ya kuifahamisha jamii nini ambacho kinaenda kuendelea kutokea. Baada ya hapo tukaita mkutano mkuu wa kijiji kwa mujibu wa sheria kwa ajili ya wanakijiji watoe ridhaa yao ili ya mazoezi yapate kuendelea. Baadaye tukaendelea na mikutano ya ndani kwa maana ya kupata tathmini ya taarifa za vijijini juu ya matumizi ya ardhi na matumizi ya misitu. Pia baadaye halmashauri ya kijiji ikakaa kwa ajili ya kutoa mapendekezo ya hii mipango na sheria ndogo kwa ajili ya kwenda kwenye vitongoji pia kupata maoni yao. Kwa hiyo tukafanya mikutano ya vitongoji na pia tukapata maoni yao na kuyaambatanisha kwenye mapendekezo. Baadaye tukaitisha mikutano mikuu ya vijiji kwa ajili ya kupitisha mapendekezo yaliyoandaliwa na halmashauri za vijiji juu ya mipango shirikishi ya matumizi ya ardhi na usimamizi wa misitu, lakini pia na sheria ndogo. Na hatimaye vijiji vyote vitano vilipitisha kwa kauli moja mipango na sheria ndogo hizo. Leo tumekuja hapa kwa ushahidi wa muhtasari mbalimbali ambayo iliandaliwa na vijiji kwa maana ya vikao vya halmashauri na mikutano mikuu ya vijiji. Mpaka mwaka 35 basi maeneo lazima yatatanuka. Ndio maana unaweza kuona tofauti huo. Hata hayo maeneo ya misitu tena yamebadilika. Yamebadilika kwa nini? Kwa sababu baadhi ya maeneo yalivamiwa. Kwa hiyo wananchi wako pale. Hadi wengine wamejenga, wengine wamelima mle. Kwa hiyo msitu umepungua, umefinywa kidogo tofauti na hapo awali. Kwa hiyo hizi ni ramani ambazo pia tunaenda kuwapa wanavijiji na